Humphrey Polepole amekuwa mwanasiasa maarufu kwa takriban miaka 10 kabla ya kuteuliwa kuwa balozi wa Tanzania Malawi mwaka 2022, na baada ya kuhitimu elimu ya chuo kikuu alifanya kazi katika mashirika yasiyo ya kiserikali na kufanya kazi kwa karibu na taasisi za vijana ikiwemo Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM. Alianza kujulikana zaidi kwa umma mnamo mwaka 2012 alipoteuliwa na Rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete kuwa mjumbe wa tume ya katiba mpya iliyoongozwa na Waziri Mkuu mstaafu Joseph Warioba na kumaliza kazi yake mwaka 2014. Mwaka 2016 Rais John Magufuli alimteua Polepole kuwa mkuu wa wilaya ya Musoma mkoani Mara, akihudumu kwa miezi michache kisha kuhamishiwa Ubungo, Dar es Salaam kwa nafasi hiyo hiyo ya ukuu wa wilaya na kuhudumu kwa miezi michache pia. Umaarufu wake uliongezeka alipoteuliwa kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM, nafasi ambayo kimsingi ni ya kuwa msemaji wa chama hicho kinachotawala Tanzania. Kuhusu elimu na historia ya familia, rekodi ya vyuo alivyowahi kusoma ni pamoja na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Alifuata masomo ya kijamii yanayohusiana na uongozi wa kisiasa, lakini maelezo ya kina ya familia yake bado hayajaweka wazi kulingana na vyanzo vilivyopo. Kwa mujibu wa mama yake mzazi, Polepole alipenda sana kuwa rubani, yani mrushaji wa ndege. Katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2025, Polepole alikuwa kinara wa mjadala wa umma. Mara nyingi alitumia mitandao ya kijamii na mikutano ya umma kupinga baadhi ya taratibu na uteuzi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM na hata kuonyesha kutoridhika na mwenendo wa uongozi huo. Mnamo tarehe 13 Julai mwaka 2025 aliwasilisha barua ya kujiondoa na baadaye kutangaza kujiondoa rasmi katika nafasi ya ubalozi Cuba, akieleza kuwa kuendelea kuwepo Cuba kama balozi ni kupoteza amani yake ya moyo na imani kwa kile alichokiita mwelekeo mbaya wa uongozi wa siasa, kitendo ambacho kilizua mjadala mkubwa ndani ya siasa za Tanzania. Hapo baadaye serikali ilichukua hatua ya kumfuta cheo na kumuondolea hadhi yake ya kidiplomasia. Baada ya kujiuzuru balozi, Polepole aliendeleza harakati zake kwenye mitandao ya kijamii kwa kurusha maudhui ya video na picha kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook na YouTube, kwa kile alichodai akisema anawaelimisha Watanzania na kudai mabadiliko ya mifumo ya kisiasa nchini. Agosti 5 mwaka 2025, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kupitia katibu mkuu wake Balozi Samuel Shelukindo ilieleza kwamba ilipokea barua kutoka kwa katibu mkuu wa uongozi Dr. Moses Kusiluka ikitaarifu kuwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametengua uteuzi wa Humphrey Polepole aliyekuwa ni balozi wa Tanzania nchini Cuba na kumuondolea hadhi ya ubalozi. Uamuzi huo wa rais ni chini ya mamlaka aliyonayo chini ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Wizara ya Mambo ya Nje ilieleza pia kuwa Rais Samia kwa mamlaka aliyonayo chini ya utumishi wa umma amemwachisha kazi Polepole kwa manufaa ya umma. Kwa mujibu wa barua hiyo, uamuzi huo ulianza tangu Julai 16 mwaka 2025. Pamoja na hatua hiyo, Polepole hakunyamaza kimya. Aliendelea kutoa tuhuma tofauti zinazowalenga watu binafsi na namna serikali ya Tanzania inavyoendesha mambo yake. Septemba 15 mwaka 2025, polisi Tanzania kupitia kwa msemaji wake David Msime ilitoa taarifa kumtaka Humphrey Polepole kuripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI, na kwamba ilikuwa imefungua jalada la uchunguzi na kuwa uchunguzi ulikuwa ukiendelea kuhusu tuhuma ambazo Polepole alikuwa akizitoa tangu Julai mwaka 2025. Misime alisema tuhuma alizokwisha kuzitoa na anazoendelea kuzitoa kulingana na jinsi alivyozielezea zinaashiria uwepo wa makosa ya kijinai na kwamba kwa mujibu wa sheria zinahitaji ushahidi wa kudhibitisha zitakapowasilishwa mahakamani. Kabla ya Polepole kuripoti kwa DCI Jumatatu ya Oktoba 6 mwaka 2025, Tanzania iliamka na taarifa za kutekwa kwa Polepole na watu wasiofahamika ambao waliripotiwa kuvamia nyumbani kwa Polepole usiku, kuvunja milango tofauti na kuondoka naye kwenda sehemu isiyojulikana, huku picha zilizoripotiwa kuchukuliwa eneo la tukio zikionyesha milango ikiwa imevunjwa na rangi nyekundu inayosadikiwa kuwa ni damu ikiwa imetapakaa maeneo tofauti. Serikali na taasisi za usalama hasa jeshi la polisi zilitajwa kuchukua hatua za uchunguzi. Jeshi la polisi Tanzania lilithibitisha kuwa limeona taarifa zinazosambazwa kuhusu kutekwa kwake na kuanza uhakiki wa madai hayo, lakini pia lilifafanua kuwa Polepole alikuwa amepewa taarifa ya kisheria
na ilihitajika kuja mbele ya ofisi ya Director of Commission Investigations yani DCI ili kutoa ushahidi na maelezo kuhusu madai yake yaliyokuwa akiyaweka mitandaoni. Polisi ilieleza kuwa ripoti hizo zilitakiwa kuthibitishwa na uchunguzi wa pamoja na kwamba baadhi ya madai ya Polepole kupitia mitandao ya kijamii yanaonekana kuwa na sifa za kutokea uhalifu. Hivyo polisi ilifungua faili la uchunguzi. Kwa upande mwingine, taasisi za haki za binadamu nchini kama LHRC na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu zilitoa matamko mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuviomba vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha vinafuatilia kwa kina taarifa za kupotea kwa Polepole. Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Swali ni je, nani alitoa taarifa muhimu za kutekwa kwake? Kaka wa Humphrey Polepole, Agustino Polepole, ndiye alitangaza kwa niaba ya familia na kwamba walikuwa wameripoti polisi kwa uchunguzi ili kufahamu ndugu yao alipo. Kwa majina naitwa Agustino Polepole. Mimi ni kaka ya Humphrey Polepole. Humphrey Polepole ambaye majukumu yake ya mwisho alikuwa balozi wa Cuba, ametekwa usiku huu wa kuamkia leo. Ninaendelea kufuatilia, mitandao yangu ya kijamii iko wazi, namba yangu ya simu iko wazi. Kwa kifupi niseme Humphrey Polepole ana chip mwilini. Kwa hivyo naendelea kufuatilia sehemu ambayo wanaendelea kumpeleka na nitatoa taarifa. Kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam, Jumanne Mlilo, aliliambia shirika la habari la BBC kuwa wanafuatilia suala hilo, na msemaji wa polisi David Misime alisema bado wanamgoja Polepole alipoti kwa DCI kama walivyotangaza kwenye wito wao wa Septemba 15. Mwanasheria wa Polepole Peter Kibatala alitoa tangazo Oktoba 6 akivitaka vyombo vya dola Tanzania vyenye dhamana ya kuwalinda raia na mali zao kufuatilia na kuutangazia umma kuhusu hali ya mteja wao na mahali alipo. Lakini jeshi la polisi lilitoa taarifa ya kuanza uchunguzi na kuhimiza uthibitisho wa madai. Pia lilimtaja Polepole kama mtu ambaye alitakiwa kufika kituo cha polisi kwa DCI ili ahojiwe juu ya tuhuma alizozitoa mitandaoni. Baada ya taarifa ya kupotea kwake, vyombo mbalimbali vya kisheria vilitoa matamko mbalimbali vikitoa wito kwa vyombo vya usalama nchini kufuatilia kwa kina juu ya usalama wa Polepole. Kwa ufupi, jeshi la polisi Tanzania limeweka wazi mambo makubwa manne kama ifuatavyo. Mosi, imeshuhudia na kukusanya taarifa zinazotangazwa mitandaoni kuhusu kutekwa kwa Polepole. 2, imesema imesajili malalamiko na kuanza uchunguzi. 3, imeeleza kwamba baadhi ya madai yanayotolewa mitandaoni yanahitaji ushahidi zaidi na yanaweza kuwa yamezidi mipaka ya uhalifu. Na jambo la mwisho ni Polepole alitakiwa kwenda mbele ya DCI kutoa ushahidi kwake kuhusu madai yaliyotoa kwa umma. Polisi imezitaka pande zote kutoa ushahidi badala ya kuenea kwa matangazo ya mtandaoni bila uthibitisho. Polepole ni hadithi yenye sura mbili. Upande mmoja ni wa mwanasiasa aliyebandikwa katika ngazi za juu za CCM na baadaye balozi. Upande mwingine ni wa anayegeuka kuwa mkosoaji wa uongozi, akitangaza kujiondoa kwa sababu ya maadili. Madai ya kutekwa kwake yameibua hisia na wasiwasi kwa familia, lakini pia kupitia mitandao ya kijamii, na baadhi ya taasisi za haki za binadamu wameomba uchunguzi wa haraka. Polisi wanachunguza na kuomba ushahidi. Mchakato unaendelea. Tukio hilo limeongeza mjadala mkubwa juu ya uwazi, uwajibikaji na usalama
wa wapinzani wa kisiasa nchini. Hata hivyo, madai haya yote yanashughulikiwa na jeshi la polisi. Mara uchunguzi utakapokamilika, wao watakuja kutueleza kwa kina zaidi nini kinaendelea na wao kama jeshi la polisi wamechukua hatua gani. Naitwa Ndaki William, hii ni Ezu Media.